Ni siku 26 sasa tangu matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 yaliyoigubika Tanzania, kiza cha moshi wa risasi zilizoacha simanzi na majonzi kwa wananchi. Bado mjadala wake hauzimi. Kutokoma kwa mjadala huo unaweza kusema ni mzimu wa matukio hayo unaoendelea kuitesa serikali. Jaribu la kuhamisha mjadala huo umefeli. Kila propaganda inayoingizwa ndani yake linaibuka jipya linalohusu matukio yale yale ya kuuawa kwa wananchi. Leo tarehe 23 Novemba 2025, serikali kupitia msemaji wake imetoka hadharani kutema cheche kuvisakama vyombo vya habari vya nje, hasa CNN, kwa kudai kuwa havifanyi kazi kwa uweledi, vinaripoti upande mmoja. Wamesahau kuwa shirika la umma la utangazaji yaani TBC inalalamikiwa kuripoti habari za serikali na wadau wake na sio vinginevyo. Kuundwa kwa tume ya Umoja wa Madola chini ya rais wa zamani wa Mawal Dr. Lazarus Chakwera, tume ya Rais Samia chini ya jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande. Joto la matukio ya maandamano halipoi, bali za serikali kufungua kesi za uhaini kwa zaidi ya watu 140 katika mahakama kuu ya mkazi Kisutu, na baadaye rais kumwagiza mwendesha mashtaka wa umma DPP kupembua wahalifu wao na kuwaweka kanda shauri hilo walioandamana kwa kufuata mkumbo. Tarehe 15 Novemba 2025, Baraza la Maaskofu la Katoliki nchini TEC walitoa tamko la kutoa pole, kulaani mauaji na kusisitiza uchunguzi wa matukio hayo. Siku zilizofuata yakaibuka makundi ya viongozi wa dini ya Kiislamu ambao walijikita zaidi kuijibu TEC na kudai kuwa baraza hilo limepotoka. Haya yote yanadhihirisha kuwa tarehe 29 Oktoba 2025 haitafutika kirahisi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.